إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا في المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. يقول الله جل وعلا في محكم كتابه العزيز المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wapenzi katika imani, ama baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma kiongozi wa umma, mwalimu wetu Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza napenda kuihusia nafsi yangu, pili kuhusia nafsi za waumini wenzangu juu ya sala zima la kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani hakika wamefaulu mbele ya Allah wale ambao wana sifa ya kumcha na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, khutba yangu ya leo insha Allahu ta'ala inasema tariquka ila najahi, njia yako ya kukufikisha wewe katika kufaulu, njia yako ya kukufikisha wewe katika kufuzu. Hii ndio itakuwa khutba yangu insha Allahu ta'ala. Fanajahu, kufaulu, huwa alqudratu ala tahqiqi alahdaf almarsumati fi alhayati, ni uwezo wa kuhakikisha kukamilika malengo ulioyaandaa, ulioyachora katika maisha yako ya dunia. Hii ndiyo maana ya kufaulu. Kila mmoja ana malengo yake katika huu ulimwengu. Anapoyafikia yale malengo ambayo amejiwekea katika maisha yake, huwa ndio tunasema mtu yule amefaulu. Mathalan, katika maisha yako lengo lako unahitaji kuwa ni mfanya biashara. Ukaweza kufikia katika lengo lako la kibiashara, biashara ambayo kwamba itakuwa inakidhi mahitaji yako, biashara ambayo kwamba itakuwezesha kuishi vyema katika huu ulimwengu. Unapofikia kwenye biashara ya aina hiyo, huwa tunasema ya kwamba wewe umefikia lengo lako ambalo umeliazimia katika maisha yako. Kuna mwingine anasema mimi nahitaji kuwa injinia, mimi nahitaji kuwa daktari, mimi nahitaji kuwa pilot.
mtu huyu anapofikia katika kiwango hiki, akawa daktari, akawa injinia, akawa pilot, huwa tunasema amefikia katika lengo ambalo ameliandaa katika maisha yake. Sasa leo insha Allahu taala ningependa tuangalie mambo ambayo yatamsaidia yule Muislamu, yule aliyejiwekea malengo katika maisha yake, ni jinsi gani anaweza kuyafikia malengo hayo katika dunia. Wa mimma yusaiduka lilwusuli ila najah, na miongoni mwa njia na miongoni mwa sababu ambazo zitakusaidia wewe ufike katika lengo lako, ufike katika kufaulu, jambo la kwanza, undhur fil awaqibi, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Mfano, unafanya biashara ama unafanya kazi kwenye kampuni, angalia kile ambacho kwamba unachokipata. Je, kile unachokipata kitakufanya wewe ufike katika malengo ambayo uliyoyakusudia? Ile fedha ambayo kwamba unalipwa na kampuni au ile faida ambayo unayoipata kwenye biashara yako unayoifanya, angalia kile kiasi cha fedha na malengo yako ambayo uliyojiwekea katika ulimwengu. Je, mimi nitafika kwenye lengo langu la kuwa mfanyabiashara mkubwa, la kuwa mwekezaji mkubwa? Utakapoangalia hili jambo, mwisho wake huenda likawa hivi na lisiwe hivi, basi fahamu ya kwamba hii ni njia mojawapo ya kuweza wewe kufikia yale malengo ambayo unayoyahitajia. Faman jabuna an yarhala an baladihi li talabi rizqin au ilmi, mfano mtu atakapoamua kufanya uzembe au atakapoamua kufanya ujinga, akakosa kusafiri kutoka kwenye nchi yake au kutoka kwenye mji wake kuenda sehemu nyingine, lengo ni kwenda kutafuta riziki, lengo ni kwenda kutafuta ilmu, lakini kizuizi chake ambacho kinachomzuia mpaka asiende nchi nyingine au asiende mji jirani kwenda kutafuta riziki ama elimu, yara anna min almuhtamali an yusibahu maradun au qad yamutu fi ghurbatihi. Katika mawazo na fikra zake anaona, mimi nikisafiri, nikienda nchi jirani, nikienda mji jirani kwenda kutafuta riziki, kwenda kutafuta maisha, kwenda kutafuta elimu, anaona ya kwamba akienda kule atakwenda kuteseka na maradhi, na familia yake haiko karibu na yeye, au atakwenda kufa katika mji ambao ni wa kigeni ama nchi ambayo ni ya kigeni. Lakini hapo hapo na mawazo aliyokuwa nayo mabovu katika akili yake na kichwa chake, minal muakkidi, ana uhakika annahu idha lam yartahil, ya kwamba asipoamua kusafiri kwenda nchi jirani kwenda kutafuta maisha au kwenda ughaibuni kwenda kutafuta maisha, dhaka rizquhu, riziki yake itakuwa ni ya dhiki na ya tabu, au qalla ilmuhu, au elimu yake itakuwa ni chache, hajaongeza elimu. Fanadharu fil awaqibi, akiangalia mwisho wa hili jambo analotaka kulifanya, yahmilu almar'a ala shajaati wal iqdami, itampelekea mtu huyu aweze kuwa na ushujaa na kuamua kusafiri kwenda kutafuta maisha nchi nyingine. Ndio maana tunasema ya kwamba jambo la kwanza ambalo litakufikisha kwenye malengo
yale ambayo umeandaa na kuyachora katika huu ulimwengu, unataka kuyafikia malengo yale, angalia mwisho wa jambo lako litakuwaje. Ukiona ya kwamba mimi kukaa kwenye nchi yangu, mimi kukaa sehemu ambayo niliyozaliwa, nitakuwa masikini, riziki yangu itakuwa ni finyo kwa sababu kazi natafuta sipati, ina maana mimi sina mwelekeo. Nitakapoendelea kuishi mahala hapa, nitakufa masikini, nitakufa nikiwa sina kitu. Basi moja kwa moja akilijua hili, atapata ushujaa na nguvu, aamue kuondoka kwenda kutafuta maisha sehemu nyingine, ili asiwe masikini na fukara. Na hili jambo linaumiza watu wengi sana. Mtu ametafuta kazi, amehangaika katika nchi yake, amekwenda kila kampuni, hachukuliwi. Matokeo yake anaamua kukaa. Yeye anasema Mwenyezi Mungu inshallah ataleta bwana. Mwenyezi Mungu ataleta wapi? Wewe unatakiwa ufanye maamuzi ya kiume, uamue kuondoka. Pengine riziki yako haiko hapo, nenda nchi jirani, nenda ng'ambo, katafute maisha. Uenda kule unakokwenda ukafanikiwa. Usijali ya kwamba mimi kule naenda ni ugenini, nitakapokuwa mgonjwa nani ataniangalia, huenda nikafa huko ugenini. Kumbuka, ukiwa hapa utakuwa mgonjwa, ukiwa hapa kama habari yako ya kufa imefika utakufa tu. Qala Imamu Shafi'i rahimahullah, amesema Imamu Shafi'i, Mwenyezi Mungu amrahamu, mwanachuoni huyu, safir tajid iwadan amma tufariqu. Anasema safiri kwenda kutafuta elimu, safiri nenda kutafuta maisha. Hakika kule unakokwenda utapata nyongeza ya kile ambacho unachokwenda kukitafuta. Usikae katika nchi yako, usikae katika mji uliozaliwa. Amua katafute maisha. Kama hapa maisha hayaja kukalia sawa, ndiyo hapa utapata badala na nyongeza kwa kule kuondoka kwako katika nchi yako, katika mji wako. Wansib fa inna ladhidha al-aishi fi an-nasab. Imamu Shafi'i anasema nenda ukapate tabu, nenda ukapate dhiki. Kwa sababu gani? Hakika ya maisha mazuri yapo katika ile tabu na dhiki unayoipitia wakati unatafuta unachokitafuta. Hakuna riziki ambayo kwamba inakuja kama maji. Hakuna riziki ambayo inakuja kirahisi. Amua kwenda kupata dhiki na tabu, kwa sababu maisha mazuri yapo katika ile tabu ambayo unayoipitia. Inni raaitu wuqufa al-ma'i yufsiduhu. Imamu Shafi anasema hakika yangu mimi nimeyaona yale maji yanaposimama huwa yanaharibika. Maji yanapokuwa yapo sehemu moja yamesimama, mara nyingi yale maji huwa yanachafuka. Kunatupwa kila aina ya uchafu katika yale maji, nyasi, majani, kila aina ya uchafu vitakuwepo katika yale maji. Insala taba wa in lam yajri lam yatib. Lakini maji yale yakiwa yana sifa ya kutembea, huwa yanasafishika, yanakuwa safi. Ule uchafu unapelekwa na maji yanajisafisha yenyewe. Lakini maji yale yasipotembea, yakiwa yako sehemu moja, maana yake yale maji kila uchafu utakuwa unaingia ndani na yanazidi kuchafuka. Nini maana yake? Hii inamaanisha ya kwamba ukiamua kukaa katika sehemu uliozaliwa, katika mji ambao uliozaliwa, umekomaa, utaki kwenda kutafuta maisha nje, huenda maisha yako yakawa ya dhiki na tabu. Lakini ukiamua kuondoka kwenda kutafuta maisha mbele mbele, huenda Allah akayanyoosha maisha yako yakawa maisha yaliyokuwa mazuri. Wal asadu laula firaku la ardi maftarasat.
Imamu Shafi anasema, na yule simba lau kama sio kutembea katika ule msitu, katika ile ardhi, asingepata mnyama wa kuweza kula. Wasahmu laula firaku alqausi lam yusib, na ule mshale kama sio kutoka kwenye upinde usingelenga sehemu ambayo unayoitaka wewe. Sharti ukalenge sehemu unayotaka wewe, ni ule mshale utoke kwenye upinde. Sasa leo kuna baadhi ya watu wana sifa hii. Mtu amekaa maisha tabu, maisha ya dhiki, lakini anakuambia shekhe, hakuna kazi, wacha tumuombe Allah jalla fi'ala, tutapata kazi inshallah. Utapata kazi wapi? Umehangaika, umedhalilika, umeteseka. Jaribu sehemu nyingine, huenda maisha yakaenda kunyooka unakokwenda. Haya maneno ya Imamu Shafi'i utayapata kwenye kitabu Diwanul Imami Shafi'i. Ikhwata al-iman, katika hili jambo la kusafiri, napenda kutoa tahadhari na onyo. Wanaume huwa tunasafiri, lakini tunaposafiri kwa lengo la kwenda kutafuta maisha, huwa tunasahau kunyuma kama tumeacha wake zetu, huwa tunasahau kama tumeacha familia. Mtu anapokwenda kule anakaa miaka 5, anakaa miaka 10, anakaa miaka 2, 3. Kumbuka kule nyumbani umemwacha mke wako. Mke wako yule kila mwisho wa mwezi unamsukumia mzigo wa pesa. Ile pesa ambayo kwamba unayoituma kwa yule mke wako, kumbuka ananunua chakula, kumbuka ananunua vinywaji, na anapotumia vitu vile anatengeneza shahawa katika mwili wake, na anapotengeneza ile shahawa katika mwili wake, huwa anakutamani wewe mume wake. Lau utakuwepo ukidhi zile shahawa zake ziondoke. Sasa leo unapokaa muda mrefu, ukiwa safarini, ukiwa ughaibuni, kumbuka zile fedha zako ndio zitageuka kuwa fimbo ya kukuchapia wewe mwanamke. Kivipi? Mwanamke yule ataamua kuitumia pesa yako kuhonga mwanamume yoyote ili aweze kumkidhia yale mahitaji yake ya kimwili. Wewe unamkidhia mahitaji yake ya kimavazi, ya kula, ya kimalazi, lakini kumbuka mwili nao unadai. Kwa hiyo atamtumia mwanamume yoyote kumuhonga ile pesa ambayo unayoituma, lengo ili apate kuondoa yale matamanio yake. Wanamtia akili katika hilo inshallah. Wakati mmoja Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu katika utawala wake, akiwa usiku anafanya doria yake, anazunguka, anaangalia raia wake, alisikia kuna sauti inatoka kwenye nyumba ya mwanamke. Mwanamke huyu ni wa kisahaba, mume wake ni sahaba. Mwanamke huyu usiku ambao ni mzito anatoa maneno ambayo ni mazito. Anasema nini? Tatawala hadha al-layl waswadda jawanibuhu wa arqani alla habibun ulaibuhu fawallahi laula Allah la shay'an ghayruhu lazu'zi'a min hadha as-sarir jawanibuhu makhafata rabbi wal haya'u yakufuni wa ikrami ba'li an tunala marakibuhu. Sikiliza balaa. Mwanamke anatoa maneno mazito, na huyo mwanamke wa kisahaba ya jamaa anasema, tatawala hadha al-layl waswadda jawanibu, umekuwa mrefu huu usiku na giza limetanda pambizoni mwake. Wa arqani alla habibun ulaibuhu, na kumenifanya na kesha sina mpenzi wa kucheza naye, wa kufanya naye tendo la ndoa. Fawallahi laula Allah la shay'an ghayruhu, na apa kwa Mwenyezi Mungu,
lau kama ingekuwa hakuna kitu chengine isipokuwa huyo Allah, la zu'zi'a min hadha sariri jawanibuhu, ningeamua kucheza kwenye hichi kitanda na mpenzi mwingine, yani kinyume na mume wangu. Huyu ni mwanamke wa kisahaba Sheikh, muda mrefu hajamuona mume wake, amekwenda kwenye jihad, amekwenda kwenye vita, amekaa muda mrefu, anakula, anakunywa, anashiba, anatengeneza shahawa. Anasema makafata rabbi wal hayau yakufuni, kumuogopa yule Mola wangu na ile haya tu ambayo kwamba ndiyo inanizuia mimi, wa ikrami ba'li antunala marakibuhu, na kuheshimu kipando cha mume wangu kisije kikapandwa na mtu mwingine. Ya salam. Hawa ni wake wa masahaba. Je, wake zetu hawa magumegume alomshinda mtume inakuwaje? Baada ya kuyasikia maneno yale, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu akaamua kufanya haraka kwenda kwa binti yake ambaye ni Hafsa. Akamwambia Hafsa, nataka nikuulize kitu. Ni baba huyo anamuuliza binti yake. Kwa nini asimuulize mkewe? Anamuuliza binti yake. Binti bado damu inachemka, anajua hili analoulizwa atalijibu vyema. Anamwambia binti yangu, hivi mwanamke ana uwezo wa kumvumilia mume wake kwa kipindi cha muda gani? Binti akamjibu baba yake akamwambia, ni miezi 6 au miezi 4, haivuki hapo. Miezi 6 au miezi 4. Haya, leo ndo umeondoka, umeenda ni Saudia, umeenda ni Qatar, umeenda ni Dubai, umeenda wapi? Miaka 5 umeipiga, na huku tunaambiwa uwezo wa kuvumilia mwanamke ni miezi 6 au miezi 4. Yani hao ndo wanawake wacha Mungu, wana uwezo wa kujihifadhi na kujilinda. Je, wake zetu shekhe, umeondoka miaka 5, umeondoka miaka 2, wamwacha mke wako ndani ya nyumba, wategemea afanye nini? Ndio Umar akauliza, huyu mwanamke mume wake ni nani? Akaambiwa mume wake umempeleka kwenye jihad. Basi Umar hapo moja kwa moja akaweka kikomo ya kwamba sitolitoa jeshi zaidi ya miezi 6. Ikifika miezi 4 5 narudisha jeshi nyumbani, jeshi jengine ndo linatoka linakwenda vitani. Kwa nini? Wale waje wakidhi haja na matamanio ya wake zao. Sasa kusafiri sio haramu, unatakiwa usafiri. Lakini je, unasafiri yule mke ambaye ulomwacha nyumbani ni mke ambaye wakukusubiria wewe miaka 4 miaka 5, kwa lugha ya vijana akavumilia upiru? Mtanielewa tu, lazima wakati mwingine utumie lugha ya kiuni watu wakuelewe kidogo. Sasa kama umeamua kusafiri, hebu jiulize, hapa nyumbani kwema kwa hali hii? Lakini pia kuna tahadhari ambayo pia anaitoa. Kuna baadhi ya wazazi wanapoona maisha ya binti yake ni magumu kupitia yule mume ambaye aliyemuoa, anamuita binti yake, anamwambia, sasa binti yangu, ukimshiriki mume wako na yale maisha munayoishi, nyinyi mtakufa masikini, nyinyi mtakuwa mnaombaomba. Sasa binti yangu ni hivi, amua moja tu, nahitaji tukusafirishe tukupeleke Arabuni ukafanye kazi. Mume akiingilia kati hili jambo, anaambiwa, sikiliza, binti huyu anapokwenda kule Arabuni akafanya kazi, manufaa na faida inakuja kwako wewe, haiji kwetu sisi. Mali ile itakuwa inakuja kwenye nyumba yenu wewe na mkeo.
mume anashindwa nguvu na kauli za wazazi wa mke, anamruhusu mke wake kwenda Katari, kwenda Saudia, kwenda kufanya kazi. Kisheria tayari washamkosea yule mume, kwa sababu mume ndio mwenye amri. Akisema la, hapana, basi. Akisema sawa sawa, na uwe baba huna wivu, ndio umruhusu mke wako aende akafanya kazi Saudia. Kwa nini nakwambia hivyo? Bora akafanya kwenye kampuni, lakini sio kazi ya nyumbani. Kazi ya nyumbani kule, ndugu yangu, kuna matatizo kwa watoto wa kike. Nishalifanyia utafiti hili, sio naropoka tu. Yupo rafiki yangu amefanya karibu miaka 10 na wa kiume, ananiambia wallahi na kuapia ndugu yangu, lau mama yangu au dada yangu au mke wangu akanilazimisha kwenda kufanya kazi Saudia au sehemu nyingine yoyote, wallahi undugu ndio unakufa. Na kama ni mke nampa talaka, na kama ni mama yangu namwambia leo mimi na wewe naona tuachana. Nikamuuliza, mbona wazungumza maneno makali hivi? Akasema ndio, najua mimi kile tulichokishuhudia kule. Nikamuuliza, nini umekutana nacho kule? Anasema hawa mabinti zetu wanaosafiri kwenda kufanya kazi za majumbani, kule kuna baba mwenye nyumba na kuna wale watoto wa kiume wa baba mwenye nyumba. Mara nyingi inavyotokea, yule mkeo au binti yako au dada yako akipendwa na baba mwenye nyumba, fahamu hiyo imekula kwako. Kivipi? Atamfuata, atamwambia sikiliza, mshahara natoa mimi, sasa ukinisikiliza nitakupa donge nono, yani mshahara utakuwa mara 3. Haya, wataka nikufanyie nini? Nachotaka mimi wewe uwe starehe yangu, kiburudisho changu. Na wewe umemtoa mke wako ndio akatafute nini kule? Akatafute pesa. Wewe mwenyewe umekaa huko, hakuna midevu waangalia TV, mali yako yaliwa mzee. Binti inabidi akubali, kwa sababu yuko mbali. Akisema atakataa, wanaweza kumtengenezea jambo lolote. Ndio maana wasikia mtu karushwa kwenye gorofa, mara wasikia mtu katiwa kwenye friza. Haya yote yanatokea kwa sababu gani? Ni kukataa yale maombi ya bosi wake wa kiume. Na wakati mwingine wale watoto wa kiume wanajifundisha kufanya jimaa kupitia mke wako. Leo umelala na mtoto huyu, kesho walala na mtoto yule, kesho kutwa na yule, na wote wanajuana kama tunakula mchezo mmoja. Sasa hii safari ya kwenda kule ina faida yake na ina madhara yake. Sasa pia lazima uangalie kabla hujatoa maamuzi ya kumruhusu mke wako kwenda kufanya Saudia. Je, huyu mwanamke akienda kufanya kazi kule, ndoa yangu itakuwa salama? Lazima ufanye maamuzi ya kiume. Kama itakuwa ni kusafiri, safiri wewe mwanamume, na usikae muda mrefu, kwa sababu hilo unaloliofia mkeo akienda kule kufanyiwa, vile vile ukimwacha hapa kwa kipindi kirefu atafanya nini? Atafanyiwa. Itakuwa umeruka mikojo, unakwenda kukanyaga mavi. Kuwa makini. Hiyo ni njia ya kwanza ya kunisaidia mimi na wewe kufika katika malengo tuliyoyaandaa kwenye maisha yetu na kuyachora katika maisha yetu. Nini? Undur fil awaqibi, angalia lile jambo lako kabla hujalifanya, mwisho wake litakuwaje. Ukiona mwisho wake ni waheri, nenda ukalifanya. Lakini ukiona mwisho wake ni mbaya au si mzuri, achana na hilo jambo. Wa mimma yusaiduka ala najahi, na miongoni mwa njia ambazo zitakusaidia ufikie malengo ya kufaulu, la tubali bikalami nasi, usijali maneno ya watu. Usijali maneno ya watu.
Mara nyingi tunafeli sisi wanadamu katika biashara, katika kazi, katika jambo lolote ambalo tumeazimia kulifanya katika maisha yetu, lengo tupate kipato na manufaa na faida katika maisha. Tunasikiliza maneno ya watu. Leo mfano tu, unaona mambo yamekuwa magumu. Kila kampuni nimekwenda sijaandikwa kazi, au pengine nimeandikwa kazi lakini kipato chake ni cha chini. Nikiangalia hiki kipato na malengo ambayo nimejiandalia na kujitayarishia mimi mwenyewe katika maisha yangu, siwezi kufikia mafanikio. Ukaamua hapana, bwana, wacha nikafungue kibanda cha M-Pesa. Kibanda cha nini? Cha M-Pesa. Ukaenda pale Sheikh Isa na elimu yako ulokuwa nayo, ukaenda kufungua kibanda cha M-Pesa. Umekaa pale, waweka na kutoa, waweka na kutoa. Siku mbili na kipande, rafiki yako ambaye mmesoma pamoja ana kazi nzuri Sheikh, akipita, Sheikh Isa ni wewe bwana, salamu alaykum. Salam. Yani Sheikh, elimu yote ulokuwa nayo umekuja kuangukia kwenye kibanda cha M-Pesa hichi. Wallahi Sheikh, kesho unioni kwenye hicho kibanda cha M-Pesa. Kwa nini? Nimesikiliza yale maneno ya yule ambaye aliyeniambia. Au mfano ukaamua kununua boksi za maji zile, ukasema maisha magumu, wacha niingie barabarani, jua kali, wacha niuze maji. Unaonekana umebeba makatoni ya nini? Ya maji Sheikh. Maji ngapi Sheikh? 25 bwana. Ukija kufanya hivi rafiki yako umesoma naye. Vipi? Hata kama maisha magumu Sheikh, wauza maji Sheikh, kesho uuze maji tena. Kwa sababu gani? Unasikiliza maneno ya yule uliyekutana naye. Na ndio maana leo vijana tunafeli, tunasema hakuna kazi, lakini tunashindwa kujiajiri sisi wenyewe katika kazi zetu. La tubali bikalami nnas, usijali maneno ya watu. Idha kama almar'u bima taqtadhihi alhikma, pindi mwanadamu anapoamua kusimama katika jambo ambalo ni la sawa, jambo ambalo dini inakubaliana nalo, falyuqaddima ala ma qasada ilayhi, na amue kukifanya kile ambacho amekiazimia na kukusudia kukifanya, duna maltifati au mubalati bikalami ahadi, bila kugeuka kuangalia watu au kusikiliza maneno ya watu. Watu wanasemaje? Achana na maneno ya watu, wewe focus katika kile kitu ambacho unahisi kwenye maisha yako kitakuletea nini? Faida na manufaa. Wa hadha huwa babu al-aqli wan najah, na huu ndio mlango wa kuwa na akili kwa mtu, na vile vile mlango wa kukufikisha wewe kwenye kufaulu. Liannahu, kwa sababu la ahada yaslamu min kalami nnas, hakuna mtu yoyote katika ulimwengu huu ambaye ana uwezo wa kusalimika na maneno ya watu. Waridhishe watu wote, lakini katika wale unaowaridhisha wale, kuna ambao watakusema vile vile. Leo mimi nawapeni mfano mmoja. Mathalan, ametokea tajiri akaja mpaka kwangu mimi Sheikh Isa. Sheikh Isa bwana, mimi nahitaji kutoa msaada katika kijiji chetu, lakini nahitaji kila mwana kijiji nimpe 100,000 angalau aanzie maisha. Nisikilizeni vizuri nimpe kila mwana kijiji 100,000 aanzie nini? Maisha. Mimi jambo hili nitakataa kwa watu wangu wasifanyiwe? Lazima nitalikubali. Nitamwambia sawa Sheikh, lakini mimi ninachoomba pesa hiyo isipitie mikononi mwangu. Naomba wewe mwenyewe uwe na begi lako la pesa, unazunguka kila nyumba ya Muislamu, utoe hiyo 100,000 kwa lengo la kuwasaidia. Watu watapokea ile pesa, watafurahi sana, alhamdulillah, mashaallah, mashaallah. Baada ya hapo wale watu walokaa wakafurahi, watakaa chini. Kama sisi tumepewa 100,000, hivi Sheikh Isa kapewa ngapi? Unaona balaa sasa. Ndio maana nasema ya kwamba
Hakuna mtu ambaye anaweza kusalimika na maneno ya watu. Kama wewe umeamua kufanya biashara yako, ziba masikio yako na fumba macho yako. Anayekuja akakwambia upuuzi, achana naye. Maadamu wewe wajua mimi naingiza pesa ambayo yanisaidia kwenye maisha, fanya shehe. Maadamu biashara ni ya nini? Ni ya halali. Qala Ibn Hazm rahimahullah, amesema mwanachuoni mmoja Ibn Hazm, Mwenyezi Mungu amrahamu, man qaddara annahu yaslamu min ta'ni an-nasi wa aibihi. Anasema Ibn Hazm, yoyote ambaye anahisi ana uwezo kwamba yeye anaweza kusalimika na matusi ya watu na kasoro na aibu za watu, fahuwa majnunun, huyo mwenda wazimu. Yoyote ambaye anahisi ya kwamba yeye ana uwezo wa kusalimika, yuko salama kabisa, watu hawamsemi, watu hawamtoi kasoro, huyo ni mwenda wazimu. Hakusalimika Mtume na maneno ya watu, nitasalimika mimi na wewe? Mtume alisalimika kweli? Kuna walomwambia huwa majnun, mwenda wazimu yule. Kuna wengine wakamwambia huwa sahiri, yeye mchawi. Hasa wasema nini? Lile mchawi. Ikiwa Mtume wa Mungu hakusalimika na maneno ya watu, wewe huwezi kusalimika na maneno ya watu. Leo mimi nakupeni mfano. Biashara zetu hizi ambazo tunazozifanya zinafilisiwa na watu aina tatu. Lau mathalan umeamua kufungua duka, umepata vijipesa vyako shehe, ukasema alhamdulillah, wacha nifungue duka. Basi watakaoua lile duka ni watu aina ngapi? Watu aina tatu. Aina ya kwanza ni watu wako, familia yako. Eti siku hizi bwana kafungua duka shehe. Watu wanaanza kukusema shehe, siku hizi kafungua duka. Tutaona hilo duka kama litafikapi. Alafu hao ndio wanakuja kwenye ile duka shehe. Ami, salamu alaykum. Alaykum salam. Baba mdogo, nimekuja bwana nyumbani, si wajua bwana wanao kule hawajakula kitu bwana tangu asubuhi mpaka saa hii. Sasa wewe ni baba mdogo, hebu jiangalie, wewe ni baba mdogo. Ukiangalia unga nini pale vipo, inakuwaje wakati huu? Lazima imani itafanya nini? Itakuingia. Inshallah, haina shida. Mwenyezi Mungu inshallah atawajalia mtafanikiwa. Aingie pale mifuko 3 ya unga ya sima, mifuko 3 ya unga wa ngano pale, sukari, mchele, achukua na hii 500 inshallah mtakwenda kutumia. Oya, ule mzigo ambao umenunua tayari umekwenda nini? Umeenda hasara. Sasa wanaoua biashara watu wa kwanza familia yako sheikh. Watu aina ya pili ni marafiki. Hawa marafiki sheikh, jamaa amekuja pale, salamu alaykum. Wa alaykum salam. Rafiki vipi bwana? Si wajua mimi na wewe tumeshibana bwana. Wewe ni mimi na mimi ni wewe sheikh. Ndugu yangu bwana nina matatizo kadha wa kadha. Anaanza kukuhesabia matatizo. Baada ya dhalika unafanya nini? Unamsaidia. Biashara inafanya nini? Inaanguka. Ndugu wanachukua, marafiki nao wanachukua. Wanaofuata sasa watu aina ya tatu, wajua ni watu gani? Ni mapenzi. Mapenzi ni upofu. Ushakipenda kidemu, nazungumza lugha ya kiuni kidogo mnielewe. Ushakipenda kidemu au pengine kwao ushaposa wajulikana. Sasa mambo yakikaa vibaya kule nyumbani, anayetumwa nani? Ni yule ambaye kwamba ni roho yako, ambaye ni yule binti ulomposa. Nenda bwana kwa mtarajiwa wetu bwana, mambo magumu, kicheza talala njaa sisi hapa. Hebu nenda kazungumze naye. Akija na yeye ana uzungumzaji wake ambao atazungumza na wewe. Maneno yale yatatengenezwa, yatakaangwa, yatapelekwa hivi. Mzee umelemaa, umelegea kama yai la kukaanga. Basi imepita hiyo inshallah. Wachukua peleka na inshallah, kwa sababu unatengeneza jina usije ukanyimwa mke. Mapenzi haya. Sasa ukichelea maneno ya watu ya kwamba hawa nikiwaambia hii ni biashara bwana,
Tusiingiliane kwenye biashara. Nifuate faragha, kama nina pesa yangu binafsi nikusaidie. Ukiogopa kusemwa na watu, biashara inafanya nini? Inakufa. Kwenye biashara wakati mwingine lazima uwe ngangari kidogo. Hakuna undugu kwenye biashara, mnielewe. Na kama itakuwa weza zote ndugu, angalia sija ametokea, wewe utakufa masikini na fukara. Ukweli ndio huo kama wautaka. Nenda kwenye kitabu la Akhlaqi wa Siyari, ukurasa ni wa 17, utayapata maneno hayo. Fala tu'adhim kalama an-nasi fi qalbik, usiape nafasi maneno ya watu katika moyo wako. Yale maneno ya watu usiape nafasi kwenye moyo wako. Wastafrigh taqataka fil amali wal injaz, na nguvu yako iweke kwenye ile kazi unayofanya ili uvuke ufikie malengo unayoyataka. Ukifanya hivyo ndugu yangu, basi maisha yako yatakuwa mazuri. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوة الإيمان, ningependa tuangalie jambo moja yaliyosalia, tutakuja maliza Ijumaa inayofuata insha Allah. Wa mimma yusaiduka ala an-najah, na miongoni mwa jambo ambalo litaweza kusaidia wewe mwanadamu ufikie katika kufaulu, arif qadara nafsik. Kabla hujalifanya lile jambo, hebu angalia uwezo wa nafsi yako. Angalia uwezo wa nafsi yako, kwamba hili jambo nitaweza kulifanya au sitoweza kulifanya. Fala tuqdim ala amalin, wala usijaribu kufanya kazi au jambo lolote illa wa anta qadirun alayhi, isipokuwa uwe na uwezo wa kulifanya lile jambo. Fala tukallif nafsak, usijaribu kuikalifisha na kuipa uzito nafsi yako, ma la tutiquhu, lile ambalo kwamba usiloliweza. Fala turhiq nafsaka, usijaribu kuiangamiza nafsi yako. Leo mfano wataka kufanya biashara, na ukiangalia mtaji wako wa biashara ni mdogo. Sasa unaamua kwenda kutafuta mtaji ambao ni mkubwa, mtaji ambao utakuletea matatizo baadaye. Unakwenda benki. Tuelewana vizuri? Unakwenda wapi? Benki. Una hati yako ya nyumba, hati yako ya shamba, unakwenda pale unaweka benki, unachukua mkopo wa 2,000,000, 3,000,000. Lengo ukafanye nini? Ukafanye biashara. Umekwenda ukaanza biashara yako, lakini biashara kawaida ina mambo mawili lazima ukubaliane nayo. Jambo la kwanza, waweza ukaanza biashara yako mashaallah ikapiki vizuri sana na ikawa umefanikiwa, ile pesa ukairudisha kwa haraka sana. Lakini jambo la pili, yawezekana ukaanza biashara na hiyo biashara ikaanguka. Baada ya kuanguka sasa, kumbuka kuna kitu umekiweka dhamana ambacho kina usawa wa fedha ambayo kwamba ulioichukua, ima ni shamba au ni nyumba. Baada ya kuwa umefeli, umeshindwa kurudisha pesa ya watu, kinachofuata nini? Ni ufukara sasa na umasikini. Wale jamaa wanakuja wanauza shamba, pengine shamba lile lina milioni 100 ya Kenya, lakini kwa sababu wanakudai milioni 3 na haujarudisha milioni 100, hawaziangalii, wanauza milioni 3 tu za kurudisha deni lao. Nani amekula hasara? Ni wewe. Ni wangapi leo
ukitembea kama umebebwa na magari ya Uber, ukiuliza sheikh, waelezwa yale maafa yanayotokea. Mtu kachukua loni, kanunua gari, afanye biashara ya taksi, hatimaye anafikia mahala anashindwa kulipa. Wale jamaa wanachukua gari yao, wanapiga mnada, moja kwa moja unabaki sifuri ya deni. Sasa kabla hujafanya ile biashara, hebu angalia kwanza, hii biashara mimi nitaiweza? Kama utaiweza ifanye, kama huiwezi achana nayo hiyo biashara. Qala Ibn al-Jawzi rahimahullah, amesema Ibn al-Jawzi, Mwenyezi Mungu amraham, yambaghi lil'aqili, inampasa yule mwenye akili, alla yuqdima ala al-azaimi hatta yazina nafsahu hal yutiquha, kabla ya kuyafanyia kazi yale malengo yake, ajipe kipimo kwenye nafsi yake. Je, haya malengo ninayotaka kuyafanya nitayamudu, nitayaweza? Ukiona kwamba hutoyamudu na kuyaweza, yaweke pembeni, achana nayo. Angalia biashara ambayo itaendana na hali yako uliyokuwa nayo. Nenda kwenye kitabu Saidul Khatir Ibn al-Jawzi, aya maneno utakwenda kuyapata. Waqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nisimame hapa, na amesema Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, la yambaghi lilmu'mini, haimpasi muislam, haimpasi mu'min, ayudhilla nafsahu, kuidhalilisha nafsi yake. Mtume anakataa, anasema si sawa na wala haifai kwa mu'min, kwa muislam aidhalilishe nafsi yake. Qalu, wakasema masahaba, wa kaifa yudhillu nafsahu, na vipi huyo mu'min na muislamu huidhalilisha nafsi yake? Qala, Mtume akasema, yata'arradu min albala'i lima la yutiqu, ni pale anapojiingiza kwenye mabalaa na mitihani asiyoiweza. Umekwenda kujitwika madeni ambayo baadaye yanakuwa mzigo, inakuwa mtihani. Muislamu hafai kujiingiza kwenye mambo kama hayo. Rawahu Tirmidhi, maneno haya kayapokea Imamu Tirmidhi kwa nambari 2254. Sheikh Albani ameyasahihisha maneno haya fi hidayati ruwati, utayapata kwa nambari 2437. Wapenzi katika imani, khutba yetu bado inaendelea. Insha Allah taala, Mwenyezi Mungu akitupa uhai na afya, tutakuja kuikamilisha katika Ijumaa inayofuata. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر جيوشك المسلمين. أقم السلام.